ya kukosa kutimiza mechi hiyo. Tutaiandikeje kwenye orodha ya michezo 240? Kwa mimi naamini ipo. Si ndivyo? Naamini game ipo kama ambavyo nimekwisha kusema awali, lakini kwenye ratiba sasa inaingiaje? Ni lazima itaathiri fixture nyingine. Hapa panataka utulivu, lakini naamini confidence nilionao mimi kwenye mechi ni sema ambao bodi wanao kwamba mechi itachezwa. Na mwenye umegusa eneo jingine la nchi, kwamba ukubwa wa vilabu hivi unagusa hisia za maeneo yote, watu wa kada tofauti. Sitaki kuzama sana kwenye hilo, lakini moja kwa moja unapata majibu. Yes, kwamba football hii ambayo tunasema nchi yetu ya Tanzania ni nchi ya 6 sasa kwa ubora wa soka Afrika, na tunategemea kwenda mbele zaidi, na hapo tumeshuka hatua 2 nyuma kutoka kwenye nafasi 4 miezi kadhaa iliyopita. Maana yake tunalipeleka wapi soka letu? Kutakuwa na juhudi zozote kwenye engo mbalimbali za kada tofauti kunusuru hii situation. Na napozungumza serikali, msikilizaji wetu tuelewe, maana yake kuna Baraza la Michezo Tanzania, kuna Wizara ya Michezo pia, maana yake wote wanahusika na michezo. Kwa hiyo wanaweza kwa namna, licha kwamba tunasema mambo ya mpira bwana hayaingiliwi, lakini kuna hizo busara ambazo tunazizungumza Tiga, na kama na hata ukitafsiri kwenye nafasi ya serikali haruhusi kuingia kwenye maeneo gani. Kuna vitu vimeainishwa, ukiwa mbele familia utajua, hasa kwenye mfumo wa uchaguzi. Mathalani uchaguzi halali umekupitisha bwana Majid, serikali inakuja kuleta mtu wake kwenye position yako pale, automatically tunaingia kwenye tatizo. Ile kwa maana ya issue za administration. Yes. Lakini kuna issue ambazo kwa sababu kuna wanasema kuna external auditors, kuna internal auditors, kuna watu kwa sababu tunapata pia misaada kutoka FIFA na wapi, sio misaada, tunapata gharama fulani kutoka, kwa hiyo lazima watu wazipigie hesabu, yani kila kitu kinachohusisha nchi, maana yake kuna nafasi kwenye upande wa serikali. Hivi tunazungumza pale Cairo, Misri. Kuna mkutano mkuu wa CAF unakwenda kufanyika, na wameshaanza jana, walikuwa na mkutano wa Sekafa. Wilson Oruma, rais wa Yanga, yuko Cairo, rais wa shirikisho la kabumbu Tanzania yuko Cairo, na viongozi wengine wa juu, katibu na wengine wa TFF wako Cairo. Kwa hiyo hili ambalo limetokea hapa juzi, najua CAF wanajua, yani wanajua kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo kuna namna ambavyo tunatazamwa na wenye mpira wao, na watu wawili, kwa mfano rais wa Yanga yuko pale, rais wa shirikisho yuko kule. Kuna namna yote ambapo jambo hili linaweza likapata nafasi kule. Inawezekana, ni possibility, sio? Kwa sababu umezungumza ukubwa wa fursa yenyewe. Ni mechi namba 1 kwa ubora Tanzania, kwa ubora, ukubwa, is it dabi namba 4 inazungumzwa kwa ubora barani Afrika. Ni mechi ambayo iko nasubiriwa Afrika, inasubiriwa duniani. Mimi kuna mshikaji wangu yuko Sweden, alikuwa ananiambia, alikuwa anasubiri mchezo na alikuwa anafuatilia, na niuliza bwana, ni kitu gani ambacho kimetokea? Sio, alikuwa anasubiri mchezo au angalia kupitia Azam, is it? Kwa hiyo ni mechi ambayo ilikuwa nasubiriwa duniani. Kwa hiyo hakuna namna ambavyo kafu hawajui kuhusiana na hiki ambacho kimeendelea. So kwa sababu viongozi wote wa juu, mostly kwa upande wa Young Africans ambao ndo hasa sasa hivi ndo story yao ina trend sana ya kutokucheza huo mchezo. So nafikiri itakuwa ni platform nzuri ya kupata gahawa somewhere. Sijui labda mkutano unafanyikia Marriott pale. Labda mkutano utakuwa Marriott pale. Nafasi ya gahawa kidogo itapatikana. Tuchati kidogo, katibu, president wa shirikisho, president wa Young Africans ambaye pia ni president wa ACA. Hii yote ni kwa sababu ya kurescue hii aibu ambayo tuko nayo. Majidi Tiga na pale amezungumza. Yani tutazungumza nini, kwa sababu hiyo mechi ya pili kama haichezwi, sio maana hakuna namna msimu huu tunakuwa na bingwa. Haiko namna msimu huu sisi tunakuwa na bingwa wa ligi. Bingwa wa ligi apatikane, mechi zote 2 zichezwe, si ndio? Sasa kama hatakuwa na bingwa, consequences manake pia kwenye mashindano ya kimataifa tutampeleka nani? Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo najua finally kila mtu tutatafuta sehemu ambayo tutakutana,
ili kuweza kupata solution na hiki ambacho kwa rais wa Yanga usimtoe kidogo. Kama usimtoe kidogo. Sawa. Zuberi, uwepo wa rais wa Yanga kule CAF na Wilson amesema inawezekana kwa kuna kikao kazungumzwa. Yanga mimi ninavyoitazama sasa hivi na yote yanayozungumzwa Sterling ni mmoja tu. Engineer El Saidi. Yaani Engineer El Saidi akitoka huko akiwa na kauli tofauti, kamati tendaji, wanachama wote watamuunga mkono. Baba twende. Kwanza nje ya kamati tendaji hakuna mtu anakuwa na kauli nyingine, kwa sababu kamati tendaji ndio inafanya kazi yote ya taasisi. Kwa maana yake anayofanya kamati tendaji naye anakuwa na maoni yake bure. Nguvu ya engineer ya Yanga, yaani ni kura ya veto sasa kwenye kufanya maamuzi, lakini sio vikao. Unajua kuna tofauti ya kupiga kura na vikao. Shaona taarifa ile ya Yanga ni ya klabu ya Yanga yote, imepita kwenye michakato na kamati tendaji na wote wamekubaliana, ndio kitu kilichosemwa. Kwa hiyo nje ya kamati tendaji, kitu ambacho klabu inatoa taarifa kwamba wamejifanyia tu engineer hayupo ni ngumu, sababu yeye ndio makamu, yeye ndio rais. Baada ya mijadala yote, mtu wa mwisho kuidhinisha hiki ni saini yeye kwenye kikao. Kwenye taarifa ya mwisho iliyotoka Young Africans imesema kamati ya utendaji. Kamati ya utendaji. Labda hujanielewa swali langu. Nimesema yote yanaendelea si sawa, kamati ishatoa maamuzi. Engineer kule alipo akinaweza kukutana na viongozi wa TFF akaja na kauli nyingine. Yanga ni engineer, yani manake watu wa Yanga wote watamfuata engineer kwa nguvu aliyokuwa nayo. Sasa akirudi sio mfuata engineer, manake watakubaliana kama timu kwa ushauri walioupata. Manake si mtakuja tena mtambiana. Jamani, tumekaa 1, 2, 3 ndio mfumo wa utawala. Bwana, tumekubaliana hili, tumeshauriana hivi. Hiyo inaweza kaiwezekana pia kubadilika. Si mnakubaliana tena. TikTok Capital E zao za Facebook, Instagram na TikTok Oasis Village and Club ili kwa mambo yaweze kukaa sawa sawa. Sasa bwana, tulizungumza na aliyewahi kuwa mwenyekiti wa bodi Ahmad Yahya kuhusiana na haya ambayo yanaendelea kwa sasa, akatoa mtazamo wake, lakini pia alitukumbusha wakati yeye yuko katika madaraka ya bodi pale kama mwenyekiti, jambo gani zito ambalo analifananisha na hili ambalo linaendelea kwa sasa. Wakati wangu nikiwa mwenyekiti nilikuwa na maamuzi yanayofanana na hayo. Kuna timu moja kubwa hapa Tanzania ilikuwa kwenye matatizo ambayo ilihitaji maamuzi mazito. Lakini mimi kwa wakati ule nilikuwa na uwezo wa kufuata zile sheria na kupata yale maelekezo ambayo nimepewa ya kufanyia kazi. Na niliweka pembeni labda ukubwa wa timu, niliweka pembeni ushabiki, niliweka pembeni pia mapenzi yangu wa timu. Katika tukio hilo nadhani utalikumbuka, nilihusu timu ya Kagera Sugar ambayo timu yangu mwenyewe nimepandisha daraja. Lakini lazima kuadhibu na kunyang'anya pointi 3 baada ya kuona kwamba masharti fulani ya mchezo yamekiukwa. Niliyafanya hayo kwa kuzingatia vigezo nilivyokuwa navyo wakati huo. Hilo tukio lilikuwa ni kwamba inaonekana timu ya Kagera Sugar ilicheza mchezaji mmoja ambaye ana kadi 3. Katika mchezo huo Simba ilifungwa na Kagera Sugar. Na kwa hiyo maamuzi yakaja kwangu kwamba kusema kwamba kutokana na hali hiyo inabidi Simba inyang'anye ipewe pointi 3 kwa sababu Kagera Sugar wamefanya makosa. Hapo maamuzi yalikuwa magumu kwa sababu Kagera Sugar ni timu yangu. Lakini vile vile maamuzi haya yalikuwa yanahusu timu ya pili ya kubwa Tanzania ambayo ni Yanga, kwa sababu Yanga ilikuwa inaomba Mungu kwamba hizo pointi 3 wanyang'anywe Simba ili wao wajipalilie nafasi ya ushindi. Kwa hiyo ukaona hapo maamuzi haya ingawaje yalikuwa yanahusu Kagera na Simba, lakini yalikuwa yanahusu tena Yanga katika hali ya Simba msimamo. Ila mimi nilichokifanya ni kuangalia taratibu za mchezo, kuangalia evidences au ushahidi niliokuwa nao na kutoa maamuzi magumu ambayo yalinyima pointi 3 Kagera Sugar na ikawapa Simba. Ingawaje baadaye watu wengine ambao wao wanatumia maamuzi yao kwa ushawishi walikuja kubadilisha maamuzi yangu na kuzipoka pointi 3 kwa Simba wakawapatia Kagera Sugar, maana hiyo ikabidi Yanga wawe mabingwa. Haya ni maamuzi yao wenyewe, lakini mimi kwa wakati wangu nilitumia njia nilizokuwa nazo kuamua matatizo kama haya. Sawa, huyo ni Ahmadi Yahya ambaye alikuwa kiongozi wa zamani wa bodi ya ligi akieleza yote hayo. Mengi tumeyazungumza na lengo ni kufahamu tuhitimisho la hii dabi ya Simba na Yanga. Zubeli George Mkala Boko, athari zake ni nini kama Yanga watashikilia bomba
kwamba mechi haichezwi na wao hawapeleki timu uwanjani, kuna athari zozote zitatokea mbeleni, na wakati tunaisubiria bodi itupe maamuzi kama mechi itachezwa lini? Athari zitakuwepo. Athari kwanza ni kama tutakosa bingwa sasa katika uhalisia kwenye ile michezo yetu yote tunayohitaji. Kwani bingwa hawezi kupatikana wao wakiwa wamecheza mechi 29 tu? Sasa atapatikana bingwa wa mezani, sio bingwa wa ushindani, kwa sababu kuna mmoja sasa atakuwa ametoka kwenye hiyo. Ndio athari. Lakini athari nyingine, Yanga wakishikilia bomba lao, maana yake kwa msimamo wao ili utekelezwe bodi ivunjwe. Maana msimamo wa Yanga uko bayana tu. Okay. Wao hawakubaliani na bodi ya ligi. Kwa bodi ikivunjwa ndo watacheza. Ndio mfano wake sasa. Ndio athari. Sasa ikivunjwa bodi ni ya timu zote imeunda bodi. Okay. Lakini Young Africans wana msimamo wao kwamba bodi ivunjwe. Athari yake manake ushiriki wa vilabu vingine kwenye maamuzi. Ndio pale unapoambiwa kwamba tumetoka katika mabadiliko ya kupindwana na kuvunja, sio unafanya leo unaamka tu asubuhi sema fulani hakuna sasa hivi. Kwenye mazingira haya hakuna. Nadhani mnakumbuka azimio la Bagamoyo. Ndio maana zikaundwa kamati hizi za maadili na nini, sio kupatikana nafasi ya kuchuja mambo. Unaelewa? Hata haya maamuzi unaona, hakuna maamuzi yanakuja kukurupuka leo akatoa maamuzi leo. Watu wanakaa, watafanya tafakuri, watafanya uchunguzi, vinachukua muda. Hamna mtu anaweza kaamka leo kaamka ukasema kwa hiyo neno si bodi vunjwe si fanyaje, hizo ni ngonjera tu. Simeelewa. Hakuna maamuzi ya kufanya hicho kitu ambacho kinafikiriwa kufanya. Yaani klabu moja sema sisi tuna imani na hivi vunje, haiwezekani. Tukubaliane kitu kimoja na tukumbuke kwamba mwisho kuna viongozi wanaweza muda wao baada ya msimu. Na wewe mwenyewe wewe mwenyekiti. Yes, mwenyekiti. Uchaguzi wa Coast ushafanyika naye hana chake. Utatumika muda huo, mwisho wa siku itakwenda hivyo. Lakini neno sijui ivunjwe, sio ifanyeje, hakuna hicho kitu. Lakini pia Yanga mimi nadhani kuna sehemu wanataka kusawazisha kama utakumbuka. Ni tangu sakata la juma lililopita la Alikamwe. Na kabla ya Alikamwe ndio alitoa malalamiko dhidi ya bodi. Ndio. Na ziko tetesi kwamba kafungiwa na kamati ya maadili. Na leo kaongea kwa ujasiri kabisa. Kaona sasa na wao pengine wameshikilia bomba hapo kwamba kama tumemwaga mchicha sisi tumwage mboga. Au ndio ile tunapunguza mchuzi tuongeze chumvi. Kwa nini kafungiwa? Si ile taarifa ambayo ilikuwa imesambaa ndani ukichunguza ni kama hofu kwamba kwa bodi ya ligi wao watendei haki. Na ndio maana tamko zito limekuwa bodi ivunjwe. Au ndio ile ilisema kwamba maamuzi yatatoka baada ya dabi. Ndio changamoto inaonekana. Na sasa issue ni kwamba wao Young Africans hawana nguvu kwenye hilo, na wala TFF hawana nguvu kwenye kuiondolea mamlaka bodi. Yes, hawana nguvu kumtoa mwenyekiti wa board, hawana nguvu kumtoa katibu. Vilabu wenyewe wakiwemo Young Africans wao ndio walimweka pale mwenyekiti wa board, wao ndio pale walimweka katibu, sio? Kwa hiyo hawezi kuhamisha nguvu yao wakampa mtu mwingine. Majana nikatoa mfano hapa nikasema ni kwa mfano leo hii wanachama na mashabiki wa Young Africans waiambie TFF, sio? Wamtoe, hawana imani na president wa club Engineer Hersi. TFF hawana hiyo. Lakini mashabiki na wanachama kupitia mkutano mkuu wa club wanayo hiyo nguvu ya kumtoa rais. Umepata vizuri bwana Jonas. Nimepata vizuri bwana Maeso. Nadhani bahati mbaya kuna watu wengi hawakuwepo katika azimio la Bagamoyo. Yes, na nyongeza yake katika bodi kuna watu wanaopita kwa kuchaguliwa na mkutano mkuu, kuna watu wanaomba ajira kama mtu baki, yani mwajiriwa. Kwa hiyo huwezi kurudi tu na maamuzi tumevunja bodi. Hakuna maamuzi ya namna hiyo. Kwanza hiyo mfupi. Yani sio kitu rahisi. Sio kitu kwa muundo wa bodi ulivyo, sio kitu rahisi. Hawezi kutokea mtu mmoja tu akasema bwana unajua namna gani, kwani mmechagua na watu wengi chini ya mti. Maana yake ikifanyika hivyo Yanga watakuwa na ushawishi sana kwa vilabu vingine. Mithili ya kuhusishwa na GSM kwenye mambo mengine. Kama mnaishi na watu mtaani vizuri na mnawaazima masikio kuwapa nafasi waongee chochote kuwasikiliza, mtakuwa mmekutana na hizi kauli ambazo mimi nimekutana nazo. Wadau wa michezo nchini Tanzania hasa wa mpira wa miguu wanaamini bodi kuna sehemu inaongozwa na kikundi cha watu ambako hiko kikundi ndicho ambacho kinatoa maamuzi, bodi fanyeni hivi. Ndio maana awali mimi nikauliza, mna uhakika bodi iko huru kwenye maamuzi yake au inaperekeshwa na kikundi cha watu? Baadhi kuna watu wanatajwa ni wakubwa ndio wakiamua bodi wanafanya, au wakubwa kina nani? Anasema hivyo ni nani?
wadau wasikilizaji wanaotusikiliza, kwa sababu sisi tunafanya kipindi kwa ajili ya msikilizaji, na msikilizaji tukikutana naye mtani ndo anatuuliza hivyo maestro. Kwa hiyo unajibu nini kutoka? Ndio maana nikasema ngoja nije kwa wachambuzi nguli niwaulize, bodi ipo huru au haiko huru? Kuna watu wanaongoza hali haya tunayoongea au unayakataa? Yapi? Sijamsikiliza Zuberi. Zuberi unasemaje? Kwamba dhana ya mgongano wa maslahi ndani ya bodi inapelekeshwa. Si ndio mgongano wa maslahi, kwamba kwenye maamuzi yao inaonekana imegusa hawa kwenye maamuzi yao. Hiyo lipo, hiyo dhana iko wazi na bodi haiko huru. Mgongano wa maslahi. Unajua uhuru ni kitu kingine na mgongano wa maslahi. Labda mueleweshe maana mgongano wa maslahi. Mgongano wa maslahi. Na maana ndani kuna baadhi ya vitu kuna mivutano, wanasigana. Lakini mwisho wa siku mna compromise. Yes. Kwa hiyo dhana ya mgongano wa maslahi kwenye bodi ipo, wala ikipinga, lakini mara nyingi ikifikia maslahi ya mpira wanarudi kwenye maslahi ya mpira, kwa sababu hata hili licha ya mapungufu kutokea na mgongano wa maslahi kuja, lakini moja ya kitu ambacho bodi inafanya jitihada ni kuhakikisha mechi inachezwa. Sasa pale ni maslahi ya mpira tena, sio, umeelewa? Ndio maana wao wanasema mechi itachezwa, wakidhani kwamba watahitajika kufanya consensus waketi. Sasa mgongano wa maslahi ya waribu kitu kikawa kipo, ila ni kitu ambacho kinaweza kutokea, na sio kwenye bodi tu, tuna maeneo mengi ambako watu wamekuwa na mgongano wa maslahi. Mbaya kuliko yote ni upendeleo, ambao dhana ya Yanga Africans kwamba bodi ina upendeleo, iko bias, ambao wewe upendeleo hauoni. Mimi nadhani kuna mgongano wa maslahi, kwa sababu yapo maslahi yashawahi kufanyika kwa maslahi Yanga. Juzi tulikuwa tunasema hapo kuhusiana na uwanja wa KMC, Yanga kuutangaza bila bodi, na bodi walikiri kwamba mbona umetangaza, sisi tunatoa taarifa. Yule nao tunazungumzaje? Umeelewa vizuri? Ndio hayo mengine ambayo unatoka nayo mtaani. Umeelewa? Waliopewa mamlaka, haiwezekani kikatoka chombo kingine pembeni eti ukatoka na kauli zako, unajua hapa kuna watu wanafanya hivi. Hizo hearsays ambazo zinamhusu nani? Wakati wa nyuma, miaka ya nyuma, kafungwa Yanga, kafungwa Simba, watu watakuja pale nyumbani kwako wewe bwana Maziku ndio mwenyekiti, watakupiga ambush pale, watakutoa magani, kesho haupo kwenye uongozi. Hayo maisha ya mpira namna hiyo yaishakwisha, kwa sababu sisi hatukuwa na vyombo hivi ambavyo vinaitwa ni vyombo vya kimaadili. Kwa nini tumuulize nani Maziku kutoka huko mko mtaani ili kupitia hili sakata, na nafikiri ndio maana ukaja na hilo swali kwamba mtaa unasema kwamba bodi haiko huru. Bodi haiko huru kwa maana kwenye hili sakata kuna sehemu ambako bodi inaonekana kama inapendelea, na ndio maana bodi haiko huru. Na ndio maana bodi inaonekana haikutoa maamuzi ambayo yana haki. Ndio maana ukaja na hilo swali kutoka mtaani. Kwamba bodi inaonekana kama sio chombo huru. Umeelewa? Sasa tuende kwenye mchakato wa kufanya haya maamuzi. Hebu twende kwanza Huruma, afu tutajua tunafanyaje. TikTok